Najua rais wa shirikisho la mpira wa miguu TFF Wallace Karia kuwepo nchini Tanzania, lakini baada ya kurejea alipofanya mahojiano na vyombo vya habari akaweza kuulizwa kuhusiana na dabi ya Kariakoo kutoweza kuchezeka. Na majibu yake baadhi aliweza kujibu, na aliweza kusema kwamba waache mambo ya kitoto, kama wanaweza kucheza, wanataka michezo wakaweze kucheza sinema zetu. Kama wewe unahisi kama kiongozi kama Karia, tunaona pale ni rais, ni kauli nzuri iliweza kutoka? Kwanza tumzungumzie huyu Wallace Karia ambaye ni rais wa TFF. Ndio. Wallace Karia ndiyo kiongozi mkuu wa michezo, shirikisho la mpira wa miguu ambayo ni TFF. Tanzania nzima, East Africa na dunia wanamtazama Wallace Karia. Yeye ndio top wa michezo. Sawa? Sasa unapotamka kauli ambazo robo tatu ya Watanzania au ya Afrika wameona kile ulichokitamka sio sahihi. Tafsiri yake kwamba ni nini? Wallace Karia alikuwa hayupo kwenye hili sakata la dabi ya Kariakoo. Lakini kwa taarifa kupitia mawasiliano yalimfikia huko aliko. Nafikiri vikao vyote ambavyo vilikuwa vinaendelea mamlaka husika naye pia alikuwepo kwenye vikao kwa njia ya mitandao. Leo amerudi nchini kukutana na vyombo vya habari, anaanza kutoa kauli ambayo imewakwaza Watanzania kiujumla. Unasimama kwenye vyombo vya habari, wewe ni kiongozi mkubwa, unatoa kauli ya hasira, unatoa kauli ya kwenda kumkwaza mtu moja kwa moja. Huyu rais Karia, kwa mimi binafsi si kama ametoa kauli chafu sana, hapana, ila alichokifikiria yeye kwenye nafsi yake ndicho alichokisema. Lakini ukirudi sasa kwenye nafasi yake, dhamana yake, cheo alichokuwa nacho, hakupaswa kutoa kauli ya namna ile. Huwezi ukasema kwamba kama wao hawatoshiriki dabi kwa mara nyingine, mandhari hii imeharibika, wakacheze sinema zetu. Nasema dabi iko pale pale. Dabi iko pale pale, na kama hawatotaka Young Africans basi wakacheze sinema zetu. Kwa mapokeo ya Young Africans kwa kauli ya Wallace Karia, rais wa TFF, kwa mapokeo yao wameona kama rais amewadharau. Rais amewadharau kwa asilimia kubwa. Rais amewaonesha Yanga kwa barua zote ambazo wameziandika Young Africans, kwa maandalizi yote ya dabi ya uwanja wa Benjamin Mkapa, yote si chochote. Yaani kawaona kama Yanga ni sehemu ya kijitimu cha uchochoroni ambacho hakina mbele wala nyuma. Yaani hakutazama zile gharama za dabi walizoziandaa Young Africans, hakutazama gharama za Simba walizoziandaa kwenye mchezo wa kuelekea dabi, hakutazama gharama za mashabiki ambazo wamekata tiketi, hakutazama nauli za mashabiki kutoka sehemu mbalimbali, mikoa, watu wametoka nje, tumetazama watu wametoka Nigeria, watu wametoka South Africa. Hizo gharama Rais Karia hakuzitazama. Hakutazama
msiba ambao umetokea kwa shabiki wa Young Africans kupigwa shoti ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Ndio. Hapo hapo bodi ya ligi iliweza kutoa taarifa yake ya pili acha ile iliyoweza kutoka tarehe 8 akisema kwamba sababu za kuweza kuahirishwa mchezo huo ilikuwa ni moja kama viashiria vya rushwa za kiusalama. Aliyakuwa tarehe 8 hawakutoka na kauli hiyo. Na pia mtu anayehusika na TAKUKURU kule ameweza kuulizwa na vyombo vya habari, ameweza kujibu kwamba hakuna taarifa yoyote, ndio wao taarifa sasa zinakuja kupatikana hapo. Sasa wanaweza kusema hapa, je, hii hapa TPBL wao katika barua yao wameweza kusema kwamba kulikuwa na viashiria vya rushwa. Huku TAKUKURU anasema hawakupata taarifa yoyote, kwamba TPBL wameweza kutoa taarifa bila kuwa na usahihi. Ujue Betha, kuna wakati tusilete siasa kwenye masuala ya msingi kama haya. Ukileta siasa kwenye masuala ya msingi kama haya, ndipo inapokuja dharau nyuma yako. Viongozi wa bodi ya ligi TBL, sawa, mwanzoni walitoa kauli tofauti na kauli ya sasa. Tafsiri ya wewe kurukaruka, yani kesho unatamka hili, kesho kutwa unatamka hili, mitondogoo unatamka hili, ni kauli ambazo zinapishana pishana. Ukileta siasa na kutafuta chochoro ya kupenya kutoka kwenye hili, unakuja kuvunja kanuni za kimpira wa miguu. Unakuja kuvunja sheria ambazo tayari watu walikaa wakazitunga hizo sheria za mpira wa miguu. Yote haya kwa nini mzikimbie kanuni ambazo mmezitunga nyinyi wenyewe? Hivi leo ingekuwa ndo Young Africans wamevunja sheria, ya, au Simba au kilabu chochote hapa nchini Tanzania kimevunja sheria, unaniambiaje Betha? Yaani kilabu chochote kingevunja sheria kwa wakati huu, mimi nafikiri hatua za kinidhamu tena yasingepita hata masaa 24. Tayari kama kulikuwa kuna faini imeshapigwa faini, kama kuna mtu kufungiwa mtu tayari ameshafungiwa, kama kuna chochote kile ambacho kinataka kufanyika, kushushwa daraja tayari kushushwa daraja. Lakini mandhari hili kabako limewakalia viongozi wa TFF, bodi ya ligi na mamlaka yote husika ya kimpira wa miguu, na ndio maana janja nyingi zinatumika hapa. Sasa huwezi kuleta janja nyingi wakati kuna wasomi zaidi yako. Kupewa kiti cha kuongoza watu fulani, taasisi fulani, si kama wewe ndo una maamuzi ya busara sana, bali kuna kamati ambazo zinakaa, kuna watu ndani ya kamati wana akili kushinda wewe. Lakini kitendo cha wewe kupewa dhamana ya kukaa pale, watu wanategemea uwawakilishe, uzisimamie kanuni na taratibu zote ambazo zimetungwa kwenye masuala ya mpira wa miguu. Unaleta janja na kutoa kauli za kishujaa kwamba kama wakishindwa kushiriki dabi tena kwa mara ya pili, wakacheze sinema zetu. Kwanza dharau kwenye industry ya sinema, kwa sababu inaonyesha sasa kwamba sinema zetu ni watu ambao wapo tu hawafahamiki. Hapo klabu ya Young Africans inaonekana haijaridhishwa na maamuzi ya pande zote mbili mpaka kupelekea kesi kwenda kule CAS. Najua CAS ofisi zake ziko kule Switzerland, na kupeleka kesi kule si mchezo, ni gharama zinaweza kutumika. Unahisi Young Africans kuchukua hatua hiyo ya kupeleka kule CAS ni sahihi kwa wakati huu baada ya kuona TFF, TPBL hawajapata majibu mazuri? Ukitazama Young Africans, wao hawadili kwenye janja. Sawa? Hawadili kwenye janja. Wao wanachokifanya kama taasisi ya Young Africans, wanadili kwenye kanuni
na sheria ambazo zimetungwa na hawa viongozi wetu. Sasa Young Africans wanachokifanya au walichokifanya, sidhani kama tayari wameshachukua hatua ya kwenda kasi kule Switzerland. Ila kama tayari wameshachukua hatua ya kupeleka barua au kama ndo wapo kwenye hatua hiyo, ndio wanaelekea huko, tunaona huko majibu hamna. Kama tayari wapo kwenye hatua hiyo, kwa mimi binafsi, mtazamo wangu, ninawapongeza sana. Ninawapongeza kwa kuendelea kusimamia sheria. Kama wao viongozi wameshindwa kuitafsiri sheria kwenye makosa ya muhimu kama haya, Young Africans wachukue nafasi ya kukabidhiwa kitabu cha kanuni. Sawa, wao ndio wakiendeshe na wakitafsiri kwamba taratibu na kanuni za mpira wa miguu ziko hivi. Ninafikiri hata viongozi waliochukua nafasi ya kusimamia vilabu hivi vya mpira wa miguu, nafikiri hata ndani ya sheria ya vile vitabu bado hawajasoma kisawasawa. Lakini Young Africans mpaka leo wanatamka neno CAS, si ndio? Iliyoko wapi? Switzerland. Ndio. Tayari wanauelewa mpana zaidi kwamba kumbe tukikwama hapa tunaweza tukakata rufaa tukaenda hapa, hatua nyingine. Kwa hiyo kama mimi niko kwenye bodi ya TFF, kamati niko pale, mimi binafsi kiukweli ningewashauri viongozi wangu walioko ngazi za juu kama Wallace Karia, sawa bwana, yes, ningemwambia mzee, unaenda wapi hapa? Mbona kati ya wewe na kitabu cha kanuni, mbona ni vitu viwili tofauti? Unataka nini mzee? Rudi kwenye kiti chako, kwenye meza yako, kwenye mafaili yako na madokumenti yako na ukubwa wako na uzee wako uliokuwa nao, rudi kwenye sheria na kanuni. Na hapo kwanza, tukiwa tumebakia hapa kuhusu hili sakata la dabi, unahisi kwamba hii kitu hatimaye kitakuja kwa nini? Maana kuna mvutano wa pande mbili, huku na huku, hamna anayetaka kujishusha, kila mtu anajiona yuko sawa, kila mtu anajiona ana haki. Mimi ningekabidhiwa nafasi ya kutoa maamuzi kwenye hili sakata la dabi la Kariakoo kati ya mnyama Simba na Young Africans. Mimi binafsi, kwa yote ambayo yanaendelea, cha kwanza kabisa mimi ndo nipewe nafasi, kwa mfano ndo kiti cha Wallace Karia, nipewe nafasi hiyo. Sasa si nimesharudi hapa Tanzania, na kuja sasa kuonana na ana kwa ana na mashabiki, wanachama, viongozi wa vilabu hivi. Mimi binafsi kwanza ningewaita pande zote mbili. Ningewaita viongozi wa Young Africans pamoja na viongozi wa Simba. Ningekaa nao chini kwanza, ningesikiliza maoni yao pande zote mbili. Ningewaita tena na pande ya tatu, bodi ya ligi, sawa, wangekaa hapa, viongozi wao, viongozi wa Young Africans, viongozi wa Simba, tungekaa pamoja hapa kwanza, niwasikilize watoto wangu pande zote tatu, bodi ya ligi, Young Africans pamoja na Simba, sawa. Ningewasikilize, hebu nini kilitokea, niwasikilize ana kwa ana, face to face, kwa masikio yangu nisikie nini ambacho wanakitamka. Baada ya hapo, mimi kama mtoto, mimi kama kiongozi, mimi sasa ndo nimechukua kiti cha Wallace Karia, sawa. Baada ya kukusanya maoni yao kwa pamoja kwenye kikao, sawa, nilichokiitisha, yale maoni ningewaomba wanipe siku 7 ili kukaa na mimi na viongozi walioko juu ambao kabineti yangu, bodi yangu ya TFF, tungekaa kuona tungechukua maamuzi gani ya busara. Sasa kuna vitu viwili Betha. Wallace Karia na bodi yake na kamati yake ya TFF wangechukua maamuzi ya aina hizi mbili, ambayo kuamua kwa sheria na kanuni ya katiba yetu au kuamua kwa njia ya busara.
kwamba hawa watoto wetu huenda wote wana makosa na kila mtu akachukua hatua anayojua yeye. Tuwaadhibu kwa staili hii. Baada ya hapo, endapo mimi binafsi kama Wallace Karia ningeshauri bodi yangu kiujumla ya TFF, jamani, mimi uamuzi wangu wa busara, nahitaji watu wagawane pointi hii moja moja. Young Africans achukue pointi moja na Simba achukue pointi moja, ili mashabiki wa Young Africans na Simba wote sasa waweze kufurahia kwa pointi moja. Lakini sio kutoa kauli chafu kwa klabu moja. Inaonekana kama wewe upo Simba, inaonekana kama wewe zile gharama ambazo wametumia Young Africans ni gharama ambazo labda shilingi 10,000 au shilingi 20,000. Yaani umewadharau Young Africans. Umetoa kauli kwa mtoto huyu mmoja ambayo hiyo hai make sense kabisa. Yaani tuseme, nafikiri huyu mheshimiwa hakufikiria, katoa kauli kwa mihemko. Huwezi kutoa kauli kwa mihemko wakati watu wana vidonda hapa nchini. Watu wameshachukua hatua kubwa, unakuja kutoa kauli za rais. Na ndio maana nilivyomuona mchambuzi mwenzangu Bwana Bukat Manara kwenye press yake pale pale wapi alikuwa na press yake, nafikiri niliweza kufuatilia. Katoa kasema kwamba uraisi usikufanye wewe uwanyanyase na watu wengine kwa sababu ya nafasi yako, kwamba hiyo nafasi ni ya kupita tu, kwa kauli ya Bugatti Manara hapo. Maana hili sakata la dabi tunajua haliwezi kuisha sasa hivi mpaka majibu atakapoweza kutoka.